ni safari. Ukimwona mwenzako ana mawazo, msogelee, usimkimbie. Ni kweli, ujue mawazo mazito hayawezi akaruhusu mtu kuona vitu vilivyokuwa karibu na yeye. Kwa hiyo hata sikulaumu wewe kutokuniona mimi. Ndoa si vita ya nani anaumia zaidi. Ndoa ni safari ya nani atabaki hata wakati wa maumivu. Kuna wanawake ambao hawahitaji hata kuomba, baraka zinakuja zenyewe tu. Chumba chako ni hiki na sio hapa mlangoni. Hivi ulishawahi kukaa na kuwaza kama tatizo linaweza kuwa sio la kwangu? Kuna vitu viwili kwenye maisha. Cha kwanza ni dhidi ya dunia na cha pili dhidi ya nafsi yako. Wakati mwingine watu huchoka kuwa kama vile wanavyotarajiwa kuwa. Kwani unahisi kwa kukaa hapa peke yako, kwa kujiliza kila siku ndio utaujua ukweli? Wanataka moto wanawake wa siku hizi. Sasa ukiwa na ile mama utampataje? Wanatamani waone tumbo au waone nimebeba mtoto na mimi nanyonyesha, lakini hamna chochote kile ndani ya miaka mitatu kwenye ndoa yetu. Unafikiri wataangalia vizuri au wataniona kama unavyoniona? Ukweli hauji kwa kuvunja mipaka ya ndoa ya mtu Matunda. Unamaanisha nini Iwani? Mbona kama sijakuelewa? Sio kila kilio hufutwa na uwepo wa mtu Iwani. Mtu huanguka anaposimama vibaya tangu mwanzo. Ndiyo Matunda, huu ndo mwisho wa wewe kunifanya njia kupitisha wanaume wako. Nilipambana na mke wangu Rema, matatizo ya kizazi, serewi na ni hariyo mdanganya, yani ndo maana akaniacha dairema. Hakujua kama hii dunia kuna marazi, anavodanga ataumia. Kuna marazi, akitendo halichomfanyia. Kuna marazi, moyoni mimi naumia. Miaka nane ilikatika, lakini nashangaa mwenzangu leo kabadilika. Anagawa penzi langu, ananiona sifai, ananitoa nishai, au sababu sina pesa na ndio maana nateseka.